Habari ambayo imegusa vichwa vya wengi katika ukanda wa Afrika Mashariki ni kumuhusu raia wa Kenya Margaret Nduta aliyehukumiwa adhabu ya kunyongwa hadi kufa huko nchini Vietnam baada ya kuhusika katika sakata la dawa za kulevya. Sasa moja kati ya habari njema ambayo pia imewasisimua wengi ni kuhusu kauli ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya ambayo imethibitisha kwamba timu ya ubalozi hatimaye imempata Nduta, raia wa Kenya aliyefungwa nchini Vietnam kwa makosa kuhusika na dawa za kulevya na kuhukumiwa kifo kufuatia wiki za juhudi za kidiplomasia. Hayo ni kulingana na Katibu Mkuu wa Kenya Korir Sing'oei ambaye pia alithibitisha kuwa bado Nduta yupo hai. Katika taarifa yake iliyotolewa Alhamisi, Dr. Sing'oei alisema timu hiyo iliyokuwa na makazi yake Bangkok ilifanikiwa kupata visa ya kusafiri na kumtembelea Nduta ambaye kwa sasa amefungwa katika gereza la Ho Chi Minh. Katika nukuu yake amesema kwamba tunaweza kuthibitisha kwamba huku akiwa amehuzunika sana, Nduta anakabiliana na hali hiyo na ametendewa hutu, alisema katika chapisho ambalo amelitoa katika mtandao wa X, zamani Twitter. Kesi hiyo imezua wasiwasi mkubwa nchini Kenya na nje ya nchi, hasa kutokana na mazingira yanayozunguka kusikilizwa kwa Nduta na kufungwa kwake. Inaelezwa kwamba mamlaka ya Kenya imekuwa ikishirikiana kikamilifu na wenzao wa Vietnam kutafuta njia mbadala za kutatua kile ambacho Dr. Sing'oei alichotaja kuwa ni jambo gumu. Inaelezwa kwamba kesi ya Nduta inaongeza msururu wa matukio sawa na hayo ambapo raia wa Kenya wamekuwa kizuiliwa ama kuhukumiwa nje ya nchi kuhusiana na ulanguzi wa dawa za kulevya, mara nyingi inaelezwa chini ya mazingira magumu ya kisheria na kidiplomasia. Inaelezwa kwamba wizara imeahidi kuendelea kumuunga mkono kibalozi Nduta huku rufaa yake ikiendelea. Kulingana na hati za mashtaka na mahakama, Nduta alikamatwa Julai ya mwaka 2023 alipokuwa akisafiri kuelekea Laos. Katika nukuu yake amebainisha kwamba nina furaha kuwajulisha kwamba timu yetu kutoka Bangkok hatimaye ilipata visa ya usafiri na kufika katika gereza la Ho Chi Minh nchini Vietnam ambapo Nduta anazuiliwa kwa sasa. Ingawa Nduta hakuwakilishwa na wakili wakati wa kesi, rufaa yake iliyowasilishwa siku chache zilizopita itasikilizwa hivi karibuni. Kwa sasa tunaendelea kushirikiana na wenzetu wa Vietnam kuhusu chaguzi nyingine za kutatua swala hili gumu. Ni kauli yake Katibu Mkuu wa Kenya, ambapo pia inaelezwa Wakenya wanashauriwa sana kutoshawishiwa ama kuvutiwa na aina yoyote ya dawa za kulevya ama ulanguzi wa binadamu, ambapo inaelezwa ni tukio hatari sana na la gharama kubwa zaidi. Ni taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Kenya ambapo ilitolewa na Katibu Mkuu Korir Sing'oei kupitia ukurasa wake wa X, zamani Twitter, juu ya rufaa ya Nduta ambaye alihukumiwa adhabu ya kifo, hasa ikitaka nyongwe hadi kufa. Mimi natumika Daba, tuungane kwa ripoti zaidi na matukio kama haya.